Ripoti za sports na ripoti kutokea hapa visiwani Zanzibar mara baada ya timu ya Yanga pamoja na kamisheni ya utalii hapa visiwani Zanzibar kusaini mkataba wa kuitangaza kamisheni ya utalii Zanzibar, ambapo kwa sehemu ya nyuma kutakuwa kuna neno ambalo linasomeka kama Visit Zanzibar. Huyu hapa ni Ali Kamwe anazungumza msimamo ya timu ya Yanga mara baada ya siku ya jana kufanyika kikao cha timu zote mbili baina ya timu ya Simba pamoja na Yanga pale Benjamin Mkapa, na hapa anazungumza. Hizi ni ripoti za IOTV hapa Zanzibar. Mimi naitwa Said. Rais wa klabu yetu Engineer Hersi Ali Said alizungumza vizuri jana, kwanza kuhusu kikao chenyewe, wito ambao walipata kutoka kwa Mheshimiwa Waziri na kikao kile kilijikita kwenye maeneo gani. Rais wa klabu yetu Engineer Hersi ametuambia sisi wanachama wote kwamba kwa kauli ya Mheshimiwa Waziri kile hakikuwa kikao kinacholenga kupata suluhu au kupata msimamo wa dabi ya Kariakoo. Kilikuwa ni kikao cha majadiliano baina ya taasisi zote za kimpira na wizara husika. Kwa wao kama klabu walikwenda kutoa kile ambacho wanakiamini sahihi na kimekwenda kuzungumza. Kwa niwaambie wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu wa hapa Zanzibar, kile ambacho kamati yetu ya utendaji ilikiadhinia kwamba ndiyo msimamo mpaka sasa hivi, ule ndio msimamo wa Yanga na hakuna kilichobadilika. Yote ambayo tuliyaandika kwenye barua yetu ambao tuliujulisha umma kiwemo wanachama wetu ndio kimesalia hiko mpaka sasa hivi. Taarifa za ndani ambazo zipo, labda Yanga imeshasogea kwenye mahakama ya suluhishi Afrika kwa maana CAS kwenye hili tukio. Sisi tuna taratibu zetu za kutoa taarifa. Awali tuliwajuza wanachama wetu kwamba kama jambo hili likishindwa kushughulikiwa, basi tutakwenda kwenye hatua za mbele zaidi kwenye kudai haki yetu. Kwa hiyo ikishafika hatua hiyo kuwajulisha umma, jambo likishakuwa sawa, tutakuja tena kuwajulisha umma kwamba tumefika hatua gani. Ila kwa sasa hivi jambo ambalo liko wazi kabisa, msimamo wa club umebakia pale pale na hakuna kilichobadilika. Kupatikana kwa adabu mchezo, Yanga msimamo ndio kuendelea ule wa kwamba hamtopeleka timu. Mimi siwezi kutabiri nini kitakuja kesho, siwezi kutabiri nini kitaamuliwa. Ninachokizungumza hapa ni kitu ambacho kipo sasa hivi kwa mujibu wa kamati ya utendaji, na ndio ndoto ya kila mwanachama, na hata mmesikia matamko mbalimbali ya viongozi wa matawi. Wanachama wa club hawako tayari klabu ya Yanga icheze mchezo mwingine wa Kariakoo Derby, na kamati ya utendaji pia ilitoa tamko hilo kwamba Yanga haiko tayari kucheza tena mchezo mwingine. Kwa hata nyie kwenye maswali yenu, swala la Yanga kucheza litoeni kwanza, tujadiliane vitu vingine. Mimi naona mpira wa Tanzania ukipiga hatua kubwa sana. Tumeshapiga hatua kubwa sana na tuko mbali sana sasa hivi, level ya club, level ya timu ya taifa. Kwa hiyo ni jambo dogo sana ambalo siamini kwamba lina athari hasi kwenye maendeleo ya mpira wetu. Mpira wetu umeshapiga hatua kubwa sana, na changamoto kama hizi pengine zinakuja kutupa mwanga mwingine wa kuweza kusogea mbali zaidi. Kama habari wa klabu ya Yanga, unahisi kuna haja ya kubadilisha kanuni za mpira wa Tanzania kutokana na sintofahamu kama hizi kuendelea kutokea? Hapana. Mimi najikita kwenye miongozo na katiba ya klabu yetu. Mimi siwezi kuzungumzia miongozo na katiba ya taasisi nyingine wala kanuni za taasisi nyingine. Ninazungumza sana kuhusu katiba na miongozo ya klabu yetu. Ndio tunaoifuata sisi.